Loshami aliamua kuota jua. Jua la asubuhi lilikuwa tamu sana, hasa wakati wa baridi. Tofauti na jua la mchana ambalo huwaka kwa ukali, kiasi kwamba hata wanyama hukimbilia vivulini kujikinga. Lakini siku hiyo hakutoka kwa sababu ya kupumzika tu. Alikuwa amefikia mwisho wa uvumilivu wake. Leo aliamua hatokingo. Alikuwa amechoshwa na safari za kila siku za kusaka kibarua, usiseme ajira. Miaka miwili ilikuwa imepita tangu ahitimu chuo kikuu. Alipata shahada ya biashara na mauzo akiwa na matumaini makubwa ya kuanza maisha mapya. Lakini matumaini hayo hayakutimia. Kazi aliyoisubiri ilimkwepa kila alipoifuata. Cheti chake cha shahada kilibaki ndani ya sanduku pamoja na vyeti vingine alivyopata katika safari yake ya elimu. Kila alipokitazama, alihisi kama ndoto yake ya elimu ilikuwa imebakia kwenye karatasi pekee. Kwa nini mtu asome hadi chuo kikuu, halafu arudi kutuama nyumbani kama maji ya mtungi? Hivi ndivyo ilivyo hata kwa watu wenye ulemavu, au dunia haitangui hekima na maarifa ya watu kama sisi? Maswali hayo hayakuondoka akilini mwake. Kadiri siku zilivyopita, ndivyo alivyohisi kwamba dunia ilimshawishi asome. Lakini baada ya kuhitimu, ikampa kisogo. Ina maana kwa sababu ya ulemavu wangu, siwezi kuchangia maendeleo ya nchi yangu? Je, niliruhusiwa kusoma hadi chuo kikuu kwa hisani tu? Kama nisingesoma, ndiyo ningekuwa mwenda nguu au ombaomba wa mitaani? Mawazo hayo yalimlemea sana. Yalimzingira kila siku, mpaka akaamua leo asitoke popote. Akaamua kukaa chini ya jua la Mungu, akitumaini angepata angalau utulivu wa moyo. Lakini hata alipokuwa ameketi pale, akili yake haikutulia. Iliendelea kumrudisha kwenye safari yake ndefu ya kutafuta ajira. Alitafuta kazi kupitia mitandao ya mawasiliano. Alitembelea tovuti mbalimbali na kutuma maombi ya kazi yaliyolingana na taaluma yake. Lakini hakupata kazi. Hakupata hata majibu. Je, hawa watu pia walijua nina ulemavu, ndio maana hata hawanijibu? Karibu kila siku alikuwa akienda maktaba ya umma mjini Kichinda. Alisoma magazeti yote akitafuta matangazo ya kazi. Kwake hilo lilikuwa kama ibada ya kila siku. Aliomba kazi katika mashirika ya umma na ya binafsi, lakini bado hakupata mafanikio. Hakuwahi hata kupokea ujumbe uliomjulisha kuwa ombi lake halikufaulu. Ajabu akidi hii. Kwani watu hawa ni katili kiasi gani? Siku moja, shirika moja nchini lilitangaza nafasi za kazi kwa wahitimu wa vyuo vikuu katika sekta ya biashara na mauzo. Loshami alihisi mlango wa matumaini umeanza kufunguka. Alituma maombi yake. Na safari hii akaitwa kwenye mahojiano. Mama, sina nguo nzuri za kuvaa. Zote ni chakavu mno. Naona nitakosa kazi hiyo. Vaa tu lile shati unalovaa kila siku. Bora liwe safi mwanangu. Sio nguo inayokwenda kuhojiwa. Ni wewe. Shati hili moja tu kauka nikuvae halifai mama. Limechujuka rangi mno. Na suruali nayo vivyo hivyo. Isitoshe, viatu ni vya kanda mbili. Kimoja kimeanza hata kukatika. Si nitachekwa mama. Nenda ukawadhihirishia yale uliofunzwa. Wala usiangalie mapungufu yako ya viungo au mavazi. Ikiwa imeandikwa kuwa kazi ni yako, bila shaka utaipata. Wino wa Mungu haufutiki, na upungufu wa mavazi sio upungufu wa akili. Loshami alikuwa kijana aliyeishi na ulemavu. Miguu yake haikumwezesha kutembea vizuri. Hivyo alitembea kwa msaada wa magongo yaliyokuwa chini ya makwapa yake.
Alipofika kwenye eneo la mahojiano, alikuta vijana wengi tayari wamewasili. Baadhi yao aliwatambua. Walikuwa wanafunzi wenzake wa zamani kutoka Chuo Kikuu cha Umma mjini Kichinda. Kila mmoja alisubiri zamu yake. Wengine walitoka ndani ya chumba cha mahojiano wakiwa na nyuso za furaha. Wengine walitoka wakiwa wamekata tamaa hata kulia. Loshami aliwatazama kimya. Je, kweli nitafaulu au na mimi nitatoka hapa nikiwa nimevunjika moyo kama wengine? Aliinamisha kichwa chake. Kwa utulivu, akamwomba Mungu amtie nguvu. Kwa sababu aliamini, asiye na wake ana Mungu. Baada ya muda mfupi, zamu yake ikafika. Akaingia ndani ya chumba cha mahojiano. Ndani kulikuwa na jopo la wahoji, wanaume kwa wanawake, wakimsubiri. Aliposimama mbele yao, hofu ikamjaa ghafla. Akababaika. Hakujua ayaweke wapi magongo yake. Wajumbe wa jopo walimtazama, kisha wakatazamana. Mmoja wao alinyanyuka haraka, akayachukua magongo yale na kuyaweka pembeni. Kijana, unakaribishwa katika mahojiano. Kaa kitako hapo. Loshami akaketi. Lakini kabla hata hajaulizwa swali kuhusu taaluma yake, likaja swali ambalo hakulitarajia. Swali lililomrudisha kwenye maumivu aliyokuwa amejitahidi kuyasahau. Moyo wake ukaanza kwenda mbio. Kijasho kikaanza kumtoka usoni. Ndani ya moyo wake aliumia. Alishangaa kwa nini anaulizwa kuhusu ulemavu wake badala ya elimu aliyosomea. Kijana, utaweza kazi hii kweli? Miguu itakuwezeshaje kutembea huku na huko mahali kama hapa penye kukuruka kara nyingi? Baadhi ya wajumbe wa jopo wakaitikia kwa kutikisa vichwa. Loshami alihisi kana kwamba tayari walikuwa wamekwisha kufanya uamuzi. Kana kwamba hawakumwona kama mtu anayefaa kwa kazi hiyo. Machozi yakaanza kumjaa machoni. Lakini hakusema neno. Alisubiri waulize maswali yaliyohusu taaluma yake. Samahani, lakini tunahisi hutaweza kupambana na mahitaji ya kazi tuliyoitangaza. Maneno hayo yakampiga Loshami kama radi. Alibaki ameketi kimya, akiwaangalia wahoji wake mmoja baada ya mwingine. Mawazo mengi yakapita kichwani mwake. Aliona kana kwamba haki ilikuwa imekanyagwa. Akakumbuka simulizi nyingi alizowahi kusikia kuhusu upendeleo na rushwa katika ajira. Ndani ya moyo wake akaanza kuhisi huenda hata nafasi hiyo tayari ilikuwa imekusudiwa mtu mwingine. Ulemavu wangu hautazuia utendakazi wangu. Nina shahada katika kitengo mlichotangaza. Isitoshe, tangazo lenu lilisema kwamba watu wenye ulemavu wanahimizwa kutuma maombi. Baada ya kauli hiyo, wajumbe wa jopo wakatazamana tena. Wakanong'onezana kwa sauti za chini kwa muda mfupi. Kisha mwenyekiti akamgeukia Loshami. Kijana, ni watu wengi waliotuma maombi. Wengi wao wamekuzidi kimasomo, kwani wana shahada hata za uzamili. Wengine ni walemavu pia, lakini wamekupiku kimasomo. Baada ya kusema hivyo, mmoja wa wahoji alimsaidia Loshami kusimama. Akamrudishia magongo yake. Kisha akamsindikiza hadi nje ya chumba. Loshami alijitahidi kujizuia. Alijitahidi kuyaficha machozi yake. Lakini maumivu aliyokuwa nayo yalikuwa makubwa kuliko alivyoweza kuvumilia. Alipofika kwenye lango kuu la shirika, akashindwa tena kujizuia. Akayatupa magongo yake chini. Kisha akalia kwa sauti kubwa
kama mtu aliyefiwa. Aliendelea kulia kwa kwikwi huku akijigaragaza chini. Baadaye akaitazama bahasha aliyokuwa ameshika. Ndani yake kulikuwa na vyeti vyake. Kwa hasira na maumivu makubwa, akavitupa mbali. Kilio chake kikawavutia watu waliokuwa karibu. Wakaanza kukusanyika mmoja baada ya mwingine. Wote walitaka kujua ni nini kilichomsibu. Na walipoona hali aliyokuwa nayo, wengi walimwonea huruma na kumsikitikia. Loshami alipokuwa bado amejigaragaza chini akilia, watu waliokuwa wamekusanyika walimwonea huruma. Lakini maneno yao ya kumfariji hayakumbadilisha. Hapana, wala msinionee huruma. Ioneni huruma nchi yenu inayowadhalilisha wanyonge, nchi inayoendeshwa na rushwa. Baada ya kusema hayo, Loshami aliomba arudishiwe magongo yake. Akayachukua. Kisha akaokota bahasha yake yenye vyeti na kuanza kuchechemea kuelekea nyumbani. Siku hiyo aliamua kuacha kila jambo. Alibaki kuota jua la asubuhi, akijaribu kutuliza moyo wake. Alikuwa amekata tamaa ya kusaka ajira, ambayo ilionekana kutopatikana. Ingawa moyoni alihisi dunia ilikuwa imemtelekeza, alitamani angalau joto la jua limpe faraja. Loshami alizaliwa pamoja na pacha wake. Watoto hao wote wawili walizaliwa na ulemavu. Loshami alizaliwa akiwa na miguu iliyolemaa. Pacha wake alizaliwa bila miguu wala mikono. Kwa masikitiko makubwa, mtoto huyo hakudumu duniani. Alifariki saa chache tu baada ya kuzaliwa. Mume wa Bibi Nasiroi aliyeitwa Sakinoi alipoona hali ya watoto hao, aliondoka nyumbani kimya kimya. Hakusema neno. Hakumwaga kwa heri. Alitoweka kama kimondo angani. Na tangu siku hiyo hakuwahi kurudi tena. Mzigo wote wa maisha ukabaki mabegani mwa Bibi Nasiroi. Akamlea mwanawe peke yake katika maisha ya dhiki na shida. Alifanya kazi yoyote iliyopatikana ili wapate chakula. Alienda kwenye mabwawa, mito na viganga vya maji kununua vijisamaki kutoka kwa wavuvi. Aliporudi nyumbani, alivisafisha, akavikaanga, kisha akaviuza jioni. Loshami alipofikisha umri wa kwenda shule, alijiunga na shule ya Msingi Bora. Licha ya ulemavu wake, alikuwa mwanafunzi mwenye bidii na mwenye akili nyingi. Hakuwahi kumkatisha tamaa mama yake. Ingawa mara nyingi alidharau na kubezwa na baadhi ya wanafunzi wenzake, aliendelea kusoma kwa juhudi. Alipofika kidato cha 4, alikuwa mwanafunzi wa kwanza darasani. Mafanikio hayo yalikuwa faraja kubwa kwa Bibi Nasiroi. Alizidi kumtia moyo mwanawe kila siku. Katika sherehe ya siku ya wazazi, Loshami alitunukiwa kiti maalumu kilichofanyiwa marekebisho ili kiwe rahisi kwake kukitumia. Furaha ya mama yake haikuwa na kifani. Lakini hata hivyo, maisha yaliendelea kuwa magumu. Leo alikwenda kulima mashamba ya watu. Kesho akafua nguo. Siku nyingine akasafisha nyumba za matajiri. Na kila jioni aliendelea kuuza vijisamaki vyake. Alifanya yote hayo kwa lengo moja tu, kumwezesha mwanawe asome. Tangu Sakinoi aondoke, Bibi Nasiroi hakuwahi kumzungumzia tena mbele ya Loshami. Aliondoka kabla hata mwanawe hajafikisha mwezi mmoja wa kuzaliwa. Hakuna aliyejua alikokwenda. Hata majirani hawakuwa na habari zake. Mama na mwana wakaendelea kuishi maisha ya mateso. Mara nyingi walikula mlo mmoja kwa siku.
na wakati mwingine hawakupata chakula kabisa. Mavazi nayo yalikuwa ya shida. Nguo walizotupiwa na majirani ndizo zilizowavisha. Isingekuwa msaada huo, huenda wasingekuwa na cha kuvaa. Hata nyumba yao ilipoporomoshwa na mvua za masika, wanakijiji walijitokeza kumsaidia Bibi Nasiroi kujenga kijumba kingine. Lakini katika maisha ya Loshami, kulikuwa na tukio moja ambalo hakuwahi kulisahau. Lilikuwa tukio lililomuumiza sana. Mpaka leo, akilikumbuka, huhisi ni kama limetokea jana. Siku hiyo alikuwa kidato cha 4. Alikawia shuleni akisoma pamoja na wenzake. Alipoanza safari ya kurudi nyumbani, jua lilikuwa tayari limezama. Alikuwa akisonga polepole kwenye njia iliyokuwa ikielekea nyumbani kwao. Ghafla, vijana 4 walitokea kutoka kwenye kichaka kilichokuwa kando kando ya njia. Wakamzingira. Wakamsukuma kutoka kwenye kigari chake. Mwili wake ukateleza hadi mtoni. Wakajaribu kumpiga ili awaachie mkoba wake wa vitabu. Lakini Loshami aliushikilia kwa nguvu zote. Hakutaka kuuachia. Kwa sababu huo ndio ulikuwa utajiri wake mkubwa. Ndani yake kulikuwa na ndoto zake. Ndani yake kulikuwa na maisha yake ya baadaye. Alikuwa tayari kupigana hadi mwisho ili kuuhifadhi. Wewe huhitaji kigari hiki kushinda sisi. Wewe bado unalishwa na kusomeshwa ukweli. Sisi tunabangaiza ili angalau tupate takutia tumboni. Mwenye nafuu ni nani hapa kwenu? Baada ya kusema hayo, wale vijana waliinua kile kigari. Wakakibeba mabegani. Kisha wakatoweka gizani huku wakicheka kwa sauti. Loshami aliendelea kuwasikia wakicheka walipokuwa wakizidi kutoweka. Mmoja wao akasema, Atapewa kingine na wahisani. Hawa walemavu wana pesa nyingi, usiwaone vile. Ulemavu wao huwasaidia sana. Maneno hayo yaliendelea kumchoma Loshami moyoni, huku sauti za wale vijana zikizidi kupotelea gizani. Alitaka kupiga kelele, alitaka kuomba msaada, lakini hofu iliyomjaa ilimkausha sauti. Alibaki amelala chini, akitetemeka, akijaribu kuinuka bila mafanikio. Baada ya muda, hatimaye sauti ikamrudia. Akapaza sauti akiomba msaada. Usiku ulikuwa tayari umeingia. Giza nene lilikuwa limetanda kila mahali. Kwa bahati nzuri, mpita njia mmoja alisikia kilio chake na akamfuata. Nisaidie. 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 Nisaidie tafadhali. Kuna watu wamenishambulia na kuniibia kigari changu. Siwezi kutembea. Tafadhali, nionee huruma. Uko na ngapi? Nakuuliza, uko na ngapi? Usipoteze muda wangu kijana. Hakuna cha bure siku hizi. Sina chochote. Nisaidie jamani. Natoka shuleni. Mimi ni mwanafunzi tu. Basi, bakia na wanafunzi wako hapo. Tangu lini mkono mtupu ukarambwa? Swali lile lilimshangaza Loshami. Hakutaka kuamini alichokisikia. Alibaki akimtazama tu. Baada ya kusema hayo, yule mtu akaondoka zake. Loshami akabaki peke yake. Kwa maumivu makali, akaanza kujiburuta taratibu kutoka kwenye mtaro hadi kando kando ya njia. Mwili wake ulimuuma sana kutokana na kuanguka mtoni. Kwa bahati nzuri, wazee wawili walipita eneo hilo. Walipomwona, walimtambua mara moja. Bila kusita, walimuinua na kumbeba hadi nyumbani kwao.
Siku hiyo ndiyo Loshami alipokipoteza kigari chake, kigari kilichokuwa kimempunguzia mateso na kumrahisishia maisha. Baada ya tukio hilo, Bibi Nasiroi akaamua kumtengenezea mwanawe magongo mawili. Aliyakwaruza kwa kipande cha chupa mpaka yakawa laini ili yasimuumize alipoyatumia. Kabla hajapata kile kigari, Loshami alikuwa tayari ametengenezewa magongo na wahisani. Aliyatumia kwa muda mrefu, lakini siku moja aliyasahau nje ya nyumba, yakapotea. Huenda yalichukuliwa na mtu na kutumika kama kuni. Kweli, mjaji wa kiatu ndiye ajuaye kinachompeketecha. Rafiki yangu kaniletea tangazo jingine la kazi, lakini mimi sina hamu hata ya kulitazama. Nilishughulikie kwa nini, ilhali najua simo katika hesabu ya watakaochukuliwa? Kwa nini nipoteze muda wangu na tayari orodha ya watakaoajiriwa imeshatayarishwa? Kinachosubiriwa ni kutimiza tu masharti ya uajiri. Usiseme hivyo Loshami, kwani hujui alichokupangia Mungu. Mwenye njaa hana miiko. Jaribu tu, usichoke mwanangu. Hata wanaofanikiwa hujasiri kujaribu. Nimeona watu wakiajiriwa wasio na vyeti. Mimi nina cheti cha chuo kikuu. Bila hongo hupati utakacho. Akina Bandu na akina Rere kama sisi tutaweza? Wengine ni bidii yao tu. Kama una bidii, utafaulu mwanangu. Mzigo huwa mzito zaidi unapokaribia nyumbani. Hata kujuana kuko mama. Watu wanapendelewa katika ajira kutokana na mahusiano yao. Mimi namjua nani katika ulimwengu huu wa mnyonge msonge, ulimwengu wa nipe nikupe. Katika hali yangu hii, nani atanihurumia? Bibi Nasiroi alimsikiliza mwanawe kwa huzuni. Alielewa kwa nini Loshami alikuwa amevunjika moyo. Na moyoni alijua mwanawe alikuwa akisema ukweli aliyouishi. Ukweli ulioumiza kama siafu wanaouma mwilini. Akaacha kazi aliyokuwa akiifanya. Akamsogelea mwanawe. Akaketi karibu naye. Kwa upole akaanza tena kumshawishi asikate tamaa. Amtie moyo, aangalie lile tangazo jipya la kazi. Tangazo hilo lilikuwa linawataka wahitimu wa shahada ya biashara na mauzo kutuma maombi ya kazi katika kampuni ya uzalishaji wa saruji ijulikanayo kama Mwamba Cement. Kampuni hiyo ilikuwa inatafuta kuajiri maafisa 8 katika kitengo cha mauzo. Bibi Nasiroi alijitahidi kumshawishi mwanawe atume maombi. Lakini Loshami hakubadili msimamo wake. Alikuwa amechoka kuumizwa na matumaini. Hatimaye rafiki yake mmoja akamketisha chini. Akamtia moyo. Akamshawishi asikate tamaa. Baada ya kusitasita kwa muda, Loshami akakubali. Akaandika barua yake ya maombi. Hakuipitia tena ili kuona kama imekidhi kila walichokuwa wanahitaji waajiri. Aliituma tu, kisha akaanza kusubiri majibu. Ingawa moyoni hakutarajia kupata jibu lolote. Majuma mawili yakapita. Hakukuwa na habari yoyote. Loshami akajiaminisha kwamba safari hii pia hakufanikiwa. Akaamua kuliondoa kabisa tangazo la Mwamba Cement akilini mwake. Hakutaka tena kujipa matumaini yatakayomuumiza. Siku zikawa zinapita. Mchana kutwa alikuwa ameketi kwenye kiambaza cha nyumba yao. Mara nyingi alitazama miguu yake iliyolemaa kwa muda mrefu. Kana kwamba alikuwa akiisubiri imjibu maswali yaliyokuwa yakimtesa moyoni. Dunia ya wapi hii? Kwa nini maisha yangu yamekuwa hivi? Je, kweli ulemavu wangu ndio umeamua hatima yangu? Je, kuna siku maisha haya yatabadilika? Machozi yakawa sehemu ya maisha yake. Polepole matumaini yakaanza kufifia. Hasira zikachukua nafasi ya unyenyekevu. Tabasamu lake likatoweka. Uso wake ukapoteza bashasha za ujana. Mwili wake ukadhofika.
Kila mama yake alipomuuliza kama amepata majibu ya ombi lake la kazi, Loshami alitikisa kichwa. Baadaye, hata kutikisa kichwa hakufanya tena. Aligeuza tu uso pembeni, kana kwamba swali hilo lilimuumiza zaidi kuliko kitu kingine chochote. Bibi Nasiroi alielewa hali aliyokuwa akiipitia mwanawe. Ndiyo maana hakukata tamaa kumwombea kwa Mungu mchana na usiku. Siku moja, Loshami alipokuwa ameketi nje ya nyumba yao, akiwaza kuhusu maisha yake, alimwona mtu akiendesha baiskeli akielekea nyumbani kwao. Hakumfahamu. Mtu huyo alikuwa akiangalia huku na kule, kana kwamba alikuwa akitafuta nyumba fulani. Alipomkaribia Loshami, akasimamisha baiskeli yake. Bwana mdogo, natafuta nyumba ya Bibi Nasiroi. Je, ni hapa? Naam, umefika. Nikusaidie na nini? Nimepewa barua kutoka katika kampuni ya Mwamba Cement. Je, wewe ndiye unayeitwa Loshami Sakinoi? Ndimi hasa. Hofu ikaonekana wazi usoni mwa Loshami. Alidhani amepokea barua nyingine ya kukataliwa. Barua ambayo tayari alikuwa ameizoea. Yule mtu akamkabidhi bahasha. Barua kama hiyo pia imetumwa kwa njia ya mtandao na utaipata katika kisanduku chako cha barua pepe. Baada ya kusema hivyo, akapanda baiskeli yake, akaondoka. Loshami akabaki amesimama na ile bahasha mikononi. Aliitazama kwa muda mrefu. Hakuthubutu kuifungua. Aliogopa kusoma maneno ambayo yalikuwa yamezoeleka kumvunja moyo. Aligeuza bahasha huku na huku, kana kwamba yeye na barua walikuwa wanatazamana. Barua ikimuita aisome, naye akiogopa kuifungua. Kwa muda alitamani kuitupa kabasi, lakini wazo jingine likamjia. Akajiambia, polepole akaanza kuifungua bahasha. Vidole vyake vilikuwa vinatetemeka, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Hatimaye akaisoma barua. Ujumbe uliokuwa ndani ulimchangana, ukamtia mshangao, ukamwacha ameduaa. Niende kwenye mahojiano au nisiende? Je, safari hii kutakuwa na tofauti au nitaenda kuumizwa tena kama mara iliyopita? Mara moja akabaki na swali moja tu. Bibi Nasiroi hakukata tamaa. Aliendelea kumsihi mwanawe akubali kwenda kwenye mahojiano. Lakini Loshami alikuwa katika mtanziko. Moyo wake ulikuwa umegawanyika mara mbili. Upande mmoja, hakutaka kupitia tena maumivu ya kukataliwa. Upande mwingine, alijua familia yao ilihitaji kazi hiyo kuliko kitu kingine chochote. Licha ya kutoa visingizio mbalimbali ili asiondoke nyumbani, mama yake aliendelea kumtia moyo. Polepole, maneno yake yakaanza kuvunja hofu iliyokuwa imetanda moyoni mwa Loshami. Matumaini yakaanza kurejea. Siku ya mahojiano ilipowadia, Bibi Nasiroi alimsindikiza mwanawe hadi kampuni ya Mwamba Cement. Walipofika, Loshami alikaribishwa kwenye chumba cha mapokezi akisubiri zamu yake. Alipotazama pembeni, hakuamini macho yake. Kulikuwa na vijana wengi sana. Baadhi yao aliwatambua. Aliwahi kuwaona kwenye mahojiano yaliyopita. Akagundua kwamba hakuwa peke yake katika safari hiyo ya kutafuta ajira. Moyo wake ukapata faraja kidogo. Akakumbuka maneno ya mama yake. Mtafutaji hachoki, na akichoka huwa keshapata.
Loshami aliendelea kusubiri mpaka saa 9 alasiri. Hatimaye jina lake likaitwa. Akasimama, akachechemea kuelekea kwenye chumba cha mahojiano. Moyo wake ukadunda kwa nguvu, hofu ikamvaa, lakini alijikaza. Alipoingia ndani, alikaribishwa kwa heshima. Akaonyeshwa mahali pa kuketi. Akatazama waliokuwa mbele yake. Walikuwa watu 9. Mmoja baada ya mwingine wakajitambulisha. Mwenyekiti wa jopo alikuwa Bwana Kiboko. Baada ya Loshami kuelezea maisha yake na changamoto alizopitia, maswali kuhusu taaluma yake yakaanza. Swali baada ya swali. Loshami alikuwa mtulivu. Aliyajibu yote kwa ujasiri, bila kusitasita. Hapa ndipo alipojihisi yuko nyumbani. Hii ilikuwa taaluma yake. Hakumwogopa yeyote, isipokuwa maswali ya meneja mkuu wa kampuni, Bwana Mazungo. Maswali yake yalionekana kumlenga zaidi kuliko kumhoji. Naye meneja wa uajiri, Bwana Ledemi, akaendelea kuyasisitiza. Lakini Loshami hakukasirika, hakutetereka. Aliendelea kujibu kwa utulivu na hekima. Majibu yake yakawafurahisha wajumbe wengine wa jopo. Baada ya mahojiano kumalizika, Loshami akaambiwa arejee nyumbani asubiri majibu. Hakushangaa. Alikuwa amezoea kauli hiyo. Kwa hiyo akaondoka akiwa na imani ndogo sana kwamba angewahi kuitwa tena. Hakujua kwamba baada ya kutoka tu nje ya chumba, kulianza mjadala mkali. Mimi napinga kabisa wazo la kumwajiri Loshami. Kwa nini, Bwana Mazungo? Tayari kampuni imewaajiri walemavu 2. Kwa maoni yangu, hatuna sababu nyingine ya kumchukua Loshami. Subiri kidogo, Bwana Mazungo. Lakini hata kama Loshami amejibu vizuri maswali ya usaili, bado sioni sababu ya kumwajiri. Hilo si jambo sahihi kulisema. Kwa nini? Kampuni tayari imetekeleza wajibu wake wa kuajiri watu wenye ulemavu. Hapana, unasahau jambo muhimu sana. Katiba ya nchi inakataza ubaguzi wa watu wenye ulemavu. Lakini... Hakuna lakini. Loshami hajafika hapa kwa sababu ya kuhurumiwa. Ni kweli, alifanya vizuri kwenye usaili. Kabisa. Loshami amethibitisha uwezo wake, na zaidi ya hayo ni mahiri katika taaluma yake. Lakini kampuni haiwezi kuajiri kila mtu mwenye ulemavu. Hakuna anayesema hivyo. Tunachosema ni kwamba mtu apewe nafasi kulingana na uwezo wake, si kwa sababu ya ulemavu wake. Nadhani Bwana Kiboko yuko sahihi. Tunapaswa kuangalia sifa na uwezo wa kila mwombaji. Sawa, basi tuangalie matokeo ya usaili. Hilo ndilo jambo la msingi. Baada ya kujumlisha alama zote, Loshami ndiye aliongoza. Loshami ndiye aliongoza? Ndiyo, alipata alama za juu kuliko waombaji wengine. Basi, hakuna sababu ya kumpita. Sawa, kama kweli ndiye aliyefanya vizuri zaidi, basi akubaliwe. Tumefikia uamuzi. Ndiyo, jina la Loshami liwekwe la kwanza kwenye orodha ya waliofaulu kuajiriwa. Nakubaliana. Basi, tusaini orodha hiyo. Sawa, na mimi nimemaliza kusaini. Orodha sasa imekamilika. Mimi pia nimesaini. Vizuri. Hatimaye haki imetendeka. Jina la Loshami likaongoza orodha ya waliofaulu kuajiriwa. Wajumbe wote wakatia sahihi orodha hiyo. Kila kitu kikaonekana kuwa kimekamilika. Lakini mambo yakabadilika ghafla. Dakika za mwisho kabla ya barua za ajira kuandaliwa, orodha ile ikabadilishwa kisiri. Majina ya waliofaulu yakaondolewa. Yakachukuliwa nafasi na majina ya watu wengine. Watu ambao hata hawakuwahi kufika kwenye mahojiano. Lakini siri hiyo haikudumu. Mmoja wa makarani katika ofisi ya uajiri aligundua kilichokuwa kimefanyika. Mara moja akapiga simu kwa Bwana Kiboko
ambaye pia alikuwa mwenyekiti wa halmashauri ya Mwamba Cement. Simu hiyo ilibadilisha maisha ya watu wengi. Iliwaletea wengine heri, ikawalazimisha wengine kuondoka kazini, na ikawa mwanzo wa mabadiliko makubwa katika mfumo wa uajiri wa kampuni hiyo. Wakati Loshami akiwa nyumbani akiamini kwamba kila kitu kimekwisha, mambo yalikuwa yakibadilika kimya kimya ndani ya kampuni ya Mwamba Cement. Mkurugenzi mpya wa kampuni, Bwana Kiboko, alikuwa ameazimia kuvunja kabisa mifumo ya ajira iliyokuwa ikiwapa watu nafasi kupitia milango ya nyuma. Alipochunguza orodha ya waliochaguliwa kuajiriwa, akabaini jambo la kushangaza. Jina la Loshami lilikuwa limeondolewa kimakusudi. Nafasi yake ikapewa mtu aliyekuwa na stashahada ya upishi. Bwana Kiboko hakusita. Mara moja akaitisha kikao cha dharura cha halmashauri ya kampuni. Baadhi ya walioidhinisha orodha hiyo walihudhuria kikao hicho. Baada ya uchunguzi wa awali, ukweli ukaanza kujitokeza. Ilibainika kwamba wengi wa waliokuwa wameingizwa kwenye orodha walikuwa ndugu wa mameneja wawili, Bwana Mazungo na Bwana Ledemi. Wengine walikuwa watoto wa marafiki zao wa karibu. Sasa huyu anayedhaniwa kuchukua nafasi ya kwanza na aliye na cheti cha stashahada ya upishi atakuja kupika simiti au kupakua. Nyinyi ndio mnaozorotesha uchumi wa nchi kwa kuchukua hongo ili kuajiri watu wasiostahili, watu waliogubikwa na ubinafsi. Ukumbi mzima ukanyamaza. Bwana Mazungo na Bwana Ledemi hawakuwa na la kusema. Walibaki wameinamisha vichwa. Hapo hapo, halmashauri iliongozwa na Bwana Kiboko ikawasimamisha kazi mara moja. Pia ikaagiza uchunguzi wa kina ufanywe na shirika la serikali linaloshughulikia masuala ya ufisadi, kwa sababu ilibainika kwamba vitendo hivyo havikuwa vya siku moja. Vilikuwa vimeota mizizi ndani ya kampuni. Lakini wakati yote hayo yakitokea, Loshami hakuwa na habari yoyote. Yeye alirudi nyumbani akiwa amebeba mzigo wa mawazo. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, akamkumbuka baba yake mzazi. Hakuwahi kumjua, hakujua sura yake, hakujua tabia yake, hakujua hata alikokuwa. Lakini siku hiyo alijiuliza maswali mengi. Kama baba angekuwa nasi, je, maisha yangekuwa tofauti? Pengine nisingepitia haya yote. Pengine angenisaidia. Pengine angenitafutia kazi. Pengine. Lakini hakuwahi kuambiwa sababu iliyomfanya baba yake aondoke nyumbani. Aliendelea kubaki na maswali yasiyo na majibu. Kila mara, mama yake hakuchoka kumtia moyo. Subira huvuta heri. Ngoja huumiza matumbo. Hata hivyo, siku ambayo hakutarajia ilifika. Hatimaye heri aliyokuwa ameisubiri kwa muda mrefu ikabisha mlangoni. Haikuja kwa kishindo, haikuja kwa kelele. Ilimjia kimya kimya, kama mgeni anayebisha mlangoni bila kutarajiwa. Na Loshami akaifungulia, bila kujua kwamba siku hiyo maisha yake yalikuwa yanakaribia kubadilika. Heri hiyo ilifika kupitia barua pepe. Asubuhi moja, Loshami alichechemea taratibu kuelekea kwenye cyber. Hakukuwa na kazi maalumu iliyompeleka huko. Alitaka tu kupitisha muda. Labda mawazo yaliyokuwa yakimsumbua yangepungua. Alipoingia ndani, akaketi mbele ya tarakilishi. Kisha akaanza kuvinjari mitandao mbalimbali ya kijamii. Baadaye akaingia kwenye kisanduku chake cha barua pepe. Mwanzoni hakuona jambo lolote la muhimu.
Lakini alipokuwa akipitia barua za zamani, ghafla macho yake yakatua kwenye ujumbe uliotumwa na Mwamba Cement. Moyo wake ukadunda kwa nguvu. Vidole vyake vikaanza kutetemeka juu ya kiharazio. Akafumba macho kwa muda. Kisha akayafungua na kuanza kuisoma haraka haraka, akiwa na hofu kwamba huenda ilikuwa barua nyingine ya kukataliwa. Lakini sentensi moja ikamfanya asimame. Aliagizwa kupakua kiambatisho cha barua hiyo. Hii sio regret kama ninavyofikiria. Haraka akakifungua. Ndani yake kulikuwa na barua rasmi iliyomfahamisha kwamba ameajiriwa katika kampuni ya Mwamba Cement kama afisa msaidizi wa kitengo cha mauzo. Loshami alibaki amedua. Hakutaka kuamini alichokuwa anakisoma. Akakisoma tena na tena. Kila neno lilikuwa kama dawa iliyokuwa ikifuta maumivu yote aliyoyabeba kwa miaka mingi. Hakika, jitihada haiondoi kudura. Ghafla akasimama. Akashika magongo yake na akaanza kucheka. Wakati huo huo, machozi yakaanza kumtoka. Watu waliokuwa ndani ya cyber wakashangaa. Wengine wakadhani amepagawa. Mmoja wao akamsogelea, akamshika mkono na akamuuliza kulikoni. Ndipo Loshami akalia kwa kwikwi. Akamwaga hisia zote alizokuwa amezificha kwa muda mrefu. Waliokuwa pale wakamwonea huruma. Wengine wakampa pole kwa mateso aliyoyapitia, na wengine wakampongeza kwa kupata kazi. Baada ya kurudufu barua yake, Loshami akatoka nje. Bado alikuwa anasinzia kwa furaha. Akachechemea kuelekea nyumbani huku akiinua mikono yake juu mara kwa mara, kana kwamba alikuwa akimshukuru Mungu. Alipofika nyumbani, akamwita mama yake kwa sauti kubwa. Bibi Nasiroi akashtuka. Loshami akajitupa chini, magongo yakadondoka pembeni. Kisha akaanza kujivuta sakafuni kwa kutumia mikono huku akilia kwa nguvu. Mama yake akamkimbilia. Kunani Loshami, mbona walia? Lipi linalokuliza hivyo mwanangu? Loshami hakusema neno. Akamkabidhi mama yake ile barua. Bibi Nasiroi akaiketi vizuri na akaanza kuisoma. Alipomaliza, akapiga kigelegele kikubwa. Kilio cha Loshami kikakatika ghafla. Akamtazama mama yake kwa mshangao. Ndipo akatambua hiyo haikuwa siku ya kulia. Ilikuwa siku ya kusherehekea. Mama yake akaanza kuimba kwa furaha, akimshukuru Mungu. Loshami mwanangu, nia zikiwa moja, kilicho mbali huja. Tulikuwa na nia moja, kumwomba Mungu upate ajira, naye akaleta baraka kwa wakati wake. Lazima tumshukuru Mungu sana kwa baraka hizi. Kwa hivyo, pangusa machozi, maana mwenye furaha hawezi kuhuzunika wala kujikumbusha yaliyopita. Hayo si ndwele. Sasa tugange yajayo. Usiku huo, Loshami hakupata usingizi. Lakini safari hii haikuwa kwa sababu ya huzuni. Ilikuwa kwa sababu ya furaha. Aliwaza siku yake ya kwanza kazini. Aliwaza jinsi atakavyomsaidia mama yake. Aliwaza nyumba nzuri atakayomjengea. Aliwaza biashara atakayomfungulia ili aache kuhangaika na kazi ngumu za kila siku. Aliendelea kuwaza mpaka usingizi ulipoanza kumvamia polepole. Hatimaye akafumba macho. Usingizi ukamchukua, ukamtosa katika ulimwengu wa ndoto zenye matumaini mapya.